Kwa nini Yesu anasema wewe ni nuru katika Mathayo 5:14? Na kwamba mji uliopo wewe au mazingira uliopo hayawezi kustirika wewe ambaye ni nuru kuwepo hapo. Na kwa nini katika Yohana 8:12 Yesu anajiita yeye ndiye nuru? Na ukisogea katika ile Yohana 1 ule mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo uliomkuwepo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na katika Yohana 1:5 anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Na katika Yohana 1:9 anasema kulikuwako na nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Nuru halisi ni Yesu. Swali, ndani ya hiyo nuru, nuru ni mimi hasa? Kwa sisi tumezoea katika dunia yetu, jua ndilo ambalo ndo nuru yetu. Linatupa mwanga, tuweze tukatembea, tukaenda mjini, tukarudi, tusijikwae. Yesu anaposema yeye ni nuru, ana maana gani? Kwa hiyo inamaanisha before Yesu hajaja, dunia ilikuwa na giza. Giza la nini? Dunia kuna mahali ilikuwa inateseka. Giza. Kwa Yesu anakuja kama nuru katika ulimwengu. Swali, nuru ambaye ni Yesu ina package gani ndani yake? Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 3:1 anasema zipo roho 7 za Mungu, lakini hakuna mahali ambapo inadadavua ni roho gani na roho gani. Lakini sisi kwa mtazamo wa kawaida tunaona katika kitabu cha Mathayo 3:18 anasema roho wa Bwana akashuka juu yake. Na baada ya roho wa Bwana kushuka juu yake, tunaanza kuona maajabu yanatokea. Watu wanamfuata Yesu, miujiza na vitu vingi vinaanza kutendeka. Upako na anointing isiyokuwa kawaida ikaanza kuflow ndani ya Yesu aliye hai. Swali, nuru ambayo tunaiona Yesu anaizungumza ni nuru gani? Mbona tuoni mahali mwanga akiangaza kama tochi? Mbona tuoni mahali anamulikia watu tochi? Nuru anayoizungumza ni nuru gani? Ukisoma vizuri utagundua jua tunaloliona sio, halina mwanga wa njano kama wengi tunavyojua, wala halina mwanga mweupe kama watu wengi tunavyojua. Ndani ya jua mwanasayansi anaitwa Newton alikuja akavumbua kwamba ndani ya ule mwanga wa jua kuna nyanga mingine. Kuna mwanga wa red, njano, na hata lile anga tunaloliona juu pale ambalo tunasema ni rangi ya blue, sio rangi ya blue kama tunavyozani, bali ni namna ambavyo za kisayansi ule mwanga wa jua ukigota mahali fulani, kuna wave zinazoakisi kule juu ambazo zinatoa anga kuwa la blue. Kwa mantiki nyingine, hata Yesu pia ndani yake zipo package tofauti. Ndani ya ule mwanga wa Yesu zipo package tofauti. Sasa before hatujaenda ndani zaidi, nataka tuangalie Yesu kama nuru ana package gani. Ndani ile nuru ya Yesu kuna nini na nini? Naomba nikupeleke safari ya mbali, tukamtafute mtu anaitwa Isaya 11 ule mstari wa 2 anasema kitu gani? Isaya anazungumza vitu vya ajabu. Anasema na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kwa hiyo unapomsoma Yesu, ndani ya
Kila neno la Yesu analozungumza ndani yake imo roho ya hekima, roho ya ushauri, roho ya uweza, roho ya kumcha Bwana. Haleluya, haleluya. Roho ya ufahamu. Kwa hiyo Yesu ndani yake zimo package kadhaa, ambapo tumeona kwamba ndani ya Yesu package yake ni ufahamu. Kwa maana yake unapokutana na Yesu, unaposoma neno la Yesu, maana yake automatic kuna ufahamu utaupata, kuna hekima utaipata, kuna maarifa utayapata, kuna ujuzi fulani utaupata. Na ule ujuzi tunasema ndo nuru ya Yesu. Haleluya. Ule ujuzi ambao Yesu anaudhihirisha kwenye ulimwengu, ile hekima, yale maarifa, ule ufahamu, huo ndio tunasema kwamba ni nuru ya Yesu. Automatic na wewe unapompata Yesu, hizo package lazima tuzione ndani yako. Kwa lazima tuanze kukuona wewe mama, wewe kijana, wewe baba, wewe rafiki unanisikiliza, tuanze kuona uweza ndani yako. Tuanze kuona maarifa ya kimungu ndani yako. Tuanze kuona hekima. Tuanze kuona kumcha Mungu ndani yako. Na hapo ndipo tunaposema wewe una nuru ya Yesu ndani yako. Kwa Yesu anaposema ninyi ni nuru ya ulimwengu, alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba ninyi tayari mpo na mimi, mmekuwa wanafunzi wangu. Tayari na ninyi mna nuru ndani yenu. Kwa tayari ninyi ni nuru ya. Ndio maana katika Yohana 8:12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo hapo nagundua kwamba Yesu ni nuru, lakini kuna mtu ambaye anatakiwa mfuate Yesu ambaye ni nuru, na atakapoanza kumfuata automatic ataanza kubeba nuru fulani moja, nuru ya uweza, nuru ya maarifa. Kwa hiyo utajikuta wakati umeanza kumfuata Yesu, kuna nuru ambazo utaanza kuziabsorb. Maanake utaanza kunyonya nuru ya maarifa. Utajikuta unajua vitu fulani, utajikuta una hekima fulani, utajikuta una ujuzi fulani, utajikuta na maarifa fulani ndani yako utakapoanza kumfuata. Ndio maana Yesu anasema kwamba yeye anifuataye. Maanake kuna namna lazima uanze kupiga hatua umfuate Yesu. Maanake tunaposema kumfuata Yesu sio kwenda kanisani, ni kufuata mafundisho yake, ni kufuata yale maarifa yake, ni kuanza kuobserve ile miujiza yake, angalau na wewe upatiemo chochote, ungalizo uanze kujua mambo fulani. Na ndio maana mtu yeyote anapoanza kutembea kwenye hizi dimension za maarifa ya Yesu, ufahamu wa Yesu, hekima ya Yesu, kumcha Mungu kwa Yesu, ataanza kujikuta kwenye jamii watu wanamshangaa. Kwa hiyo ninakusii wewe unayenisikiza leo, Yesu ndiye nuru yake. Ipo package ya hekima, ipo package ya maarifa ambayo unayahitaji kutoka kwa Yesu. Kwa kuna mahali ulimwengu, kuna mahali rafiki utastruggle ikiwa hautaki kukubaliana na ukweli kwamba Yesu ni nuru kwa ajili yako. Kwa kuna mahali litaachiliwa neno la Yesu kwamba 1, 2, 3, lakini endapo hutakubaliana na hilo neno la Yesu, kuna giza la maisha yako, hautatoka. Kwa mantiki nyingine nikutie moyo kwamba
kaa ndani ya neno la Yesu. Amen. Mathayo 5:15 anasema, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliopo nyumbani. Watu hawashi taa. Taa ni nini? Unaposoma hili neno huwezi ukaelewa anachomaanisha mpaka utakapojua taa ni kitu gani, na mafuta ya taa ni kitu gani, na ule mwanga wa taa ni kitu gani. Taa ni mtu, ila taa inayowaka ni ule mtu ambaye amekutana na Yesu katika maisha yake, na anapokutana na Yesu anaanza kuangaza kwenye maeneo tofauti tofauti. Yesu ni nuru, tutaangalia hapo mbele. Tutaangalia huyo mtu anapoanza kuangaza, hiyo nuru anayoangaza ni kitu gani, tutaikuta hapo mbele. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 11 ule mstari wa 2 anasema, na roho ya Bwana atakuwa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Hapa nazungumziwa Yesu, ambaye Yesu ni nuru. Tumeshaona hapo mwanzo kwamba tunaposema Yesu ni nuru, tunamaanisha kwamba ndani yake ana vitu, ana package ambazo anatakiwa adhihirishe kwenye ulimwengu. Na package hizo sasa tumeona ya kwanza, lazima ulimwengu adhihirishe hekima fulani, adhihirishe ufahamu fulani, adhihirishe mashauri. Tuone namna fulani anavyoweza kushauri kwa namna sio ya kawaida. Adhihirishe uweza, miujiza, ishara, tuione. Adhihirishe maarifa na kumcha Bwana. Kwa hiyo ulimwengu una njaa. Ulimwengu unahitaji kuona maarifa fulani, kuona ufahamu fulani, kuona mtu fulani ambaye anamcha Mungu kweli kweli. Na kwa mara ya kwanza ulimwengu ulikuwa unashuhudia huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Yesu. Mtu aliyekuwa na package ya uweza wa miujiza. Sasa katika Biblia kwenye Mathayo anaposema wala watu hawawashi taa, anamaanisha kwamba unapompokea Yesu ndani yako, maana yake tayari umeshawashwa. Kwa kuna vitu lazima uanze kuvionyesha kwenye maisha yako, kwa kuwa umeshapokea nuru. Na kitu hicho cha kwanza, lazima tuone uweza wa kimungu ndani yako. Tuone mapepo yakikukimbia, tuone magonjwa yakikukimbia, tuone matatizo, shida zikikukimbia. Ndio maana watu wengi wanaanza kushangaa kwamba mbona unafunga sana? Mbona unaomba sana? Unaomba kwa sababu gani? Unafunga kwa sababu gani? Kwa nini? Haujui kwamba unatakiwa ufunge ukiwa unatafuta nini? Unatakiwa uombe ukiwa unatafuta nini? Kwa usipojua Yesu ni nini, nuru ya Yesu ni nini, na wewe unatakiwa utafute nini kama nuru, utaendelea kudharaulika. Rafiki, utaendelea kuteseka. Yesu ni nuru ambayo ndani yake umeweza maarifa, hekima, ufahamu, kumcha Mungu. Lazima hivi vitu vitafute kwa bidii zote. Lazima hivi vitu ving'ang'ane. Kwa unapomtafuta Yesu, manake ndani yake tafuta uweza, tafuta hekima, tafuta maarifa, tafuta ufahamu, tafuta kumcha Mungu. Hizi ndizo nuru. Ndani ya nuru inayozungumza nuru ya Yesu, ndani yake kuna package hizi. Na Yesu anapokugusa automatic, watu wataanza kuona hizi package. Watu wataanza kuona hizi package. Wataanza kuona uweza, maarifa,
hekima, fahamu na kumcha Mungu. Kwa hiyo usitudanganye kwamba una Yesu. Hatuhitaji utuambie kwamba una Yesu. Hatuhitaji utuambie kwamba umeokoka. Hatuhitaji utuambie chochote. Tunataka tuone nuru ambayo Yesu alikukabidhi. Ni nuru gani? Leo hii nakuuliza wewe hapo ulipo, Yesu amekukabidhi nuru gani? Yesu amekupa nuru ipi kwenye maisha yako? Una represent nini kwenye dunia? Mbona hatuoni uweza, hatuoni maarifa, hatuoni hekima yoyote ndani yako? Umekuwa kama giza, unateswa na mapepo, unateswa na majini. Hatuoni nuru uliyokabidhiwa na Yesu. Rudi msalabani, tafuta nuru ya Yesu ndani yako. Luka 1:78-79 anasema, kwa njia ya rehema za Mungu wetu ambazo kwa hizo mwanga utokao juu umetufunikia, kuangaza wakao katika giza la uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwa njia ya amani. Kwa hiyo ile nuru ya Kristo inapokuwepo ndani yako, ambapo tumeona kwamba ni hekima, ufahamu, uweza na kumcha Mungu, vinapoanza kuoperate ndani yako, I say, kuna umauti utaondoka kwako. Kuna umauti kwenye familia, kuna umauti kwa watoto, kuna umauti kwenye maisha yako. Vitaondoka, vitakuachia. Nazungumza kwa habari ya wewe kuwa nuru katika ulimwengu. Luka 2:32 anasema, nuru ya kuangaza mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Yesu alikuja kama nuru. Kwa ndani yake zilikuwa hizo package kadhaa: uweza, hekima, maarifa, ufahamu, kumcha Mungu na ushauri usiokuwa kawaida. Na kwa namna hiyo ulimwengu kwa mara ya kwanza ukaanza kushangaa mtu wa ajabu anaoperate kwenye hizo dimension zote. Ndio maana leo hii mtu akisema Yesu sio Mungu, usibishane naye. Bado hajazukiwa na hii nuru akamjua katika uhalisia wake. Leo hii kama bado magonjwa yanakutesa, natangaza upokee uponyaji ndani yako. Kama kuna mahali unahitaji ushauri, Yesu akawe ushauri wako. Yesu akawe uweza wako. Yesu akawe hekima, akawe ufahamu. Akupe ufahamu wa kutoka kwenye mahali ulipo. Akupe hekima. Sikiliza, sio tu akupe. Hivi vitu tunavyovizungumza hapa ndio nuru yenyewe. Nuru sio ule mwangaza tu. Nuru ni aina fulani ya package ambazo ukizipata hautakuwa mtu wa kawaida. Na hizo package tamani leo Yesu akupe hekima yake, akupe uweza wake, akupe maarifa yake, akupe ufahamu wake. Sikiliza, kuna tofauti kati ya maarifa na ufahamu. Maarifa ni mwanga fulani. Tunarudi kule. Okay, tuseme hivi. Rangi ya blue ni rangi. Ni mwanga fulani wa blue. Rangi nyekundu ni rangi, lakini ni specific, ni rangi fulani. Ni kama ilivyo maarifa. Yesu ni nuru yenye nuru tofauti, yenye rangi tofauti. Rangi ya kwanza ni maarifa. Kwa unapopokea maarifa fulani, kuna eneo utaanza kuangaza. Unapopokea ufahamu, kuna eneo pia kwenye maisha yako utaanza kukuta unafahamu vitu fulani. Kwa habari ya kuponya watu utajua. Kwa habari ya kuomba utaelewa. Kwa habari ya utoaji utafahamu. Kwa utajikuta una ufahamu tofauti. Na hapo ndipo tutasema kwamba tayari ile nuru imekuzukia kwenye eneo fulani. Kwa kuna mahali fulani utakapoanza kutembea na Yesu, ataanza kukufunulia. Maana ataanza kukufahamisha mambo tofauti. Na ndio maana pale utashangaa,
Kumbe nilikuwa nahangaika na uchumi na madeni. Kuna nuru ataiangaza kwenye maisha yako, na ile nuru ndiyo ambayo itakufanya wewe kuwa tofauti. Kijana, kuna nuru unahitaji kwenye maisha yako ili uwe tofauti na vijana wengine. Binti, kuna nuru unahitaji. Mama, kuna nuru unahitaji. Kwenye ndoa yako mume wako amekuwa akikusumbua, mwambie Yesu, nipe nuru kwenye hili eneo. Kuna vitu fulani ambavyo ukifunuliwa hautateseka tena kwenye ndoa yako. Hautateseka kiuchumi, hautateseka kimaisha. Binti, kuna nuru fulani unahitaji kwenye maisha yako. Mwambie Yesu, leo nipe nuru. Huu ni mwezi wa kuangaza, ni mwezi wa kuwa nuru. Nimekwambia eneo utakalotaka ndilo ambalo nuru hiyo itakuwepo. Tunarudi kwenye jua. Jua ina rangi tofauti tofauti. Hii jua unaloiona, ule mwanga wake, kuna rangi ya njano ndani yake, nyekundu, nyeupe, na rangi tofauti tofauti ndani yake. Kwa hiyo inapotokea zile rangi zinapopitia hali fulani za kisayansi, ndio pale utaona kuna siku labda kama kuna mwanga wa njano, kuna siku utashangaa kuna mwanga mwekundu angani kwenye mawingu. Kulingana na namna fulani za kisayansi, ule mwanga wa jua utakapopita kwenye mawingu, kwenye media tofauti tofauti, unaleta rangi tofauti. Kwa Yesu ni nuru yenye package ya maarifa. Kwa kuna package ya maarifa ipo ndani ya Yesu ambayo ukikutana nayo utaangaza kwenye eneo la maarifa. Utajikuta una maarifa ya ajabu. Kuna package ya unabii, kuna package ya hekima, kuna package ya uchungaji, kuna package ya utume, kuna package ya ambazo zikifunuliwa kwenye eneo fulani la maisha yako, utashangaa umekuwa mtume, umekuwa nabii, umekuwa mwalimu, umekuwa mtu wa namna fulani. Kwa tamani leo Yesu ajifunue kwako kwenye eneo fulani ambalo natamani unielewe vizuri. Tamani kama ni eneo la uweza, mahali ambapo ulikuwa uwezi, Yesu ajifunue kwenye mwanga wa uweza wake. Uwezi hayo maeneo yaliyokuwa nakusumbua. Kama ni eneo la dhambi, eneo la kukataa mabaya, sikiliza. Unasema hauwezi kushinda dhambi bwana. Ni wewe tu ambao unazungumza. Na ni kwa sababu kuna nuru fulani kwenye maisha yako haijaangazwa. Yesu hajajifunua kama uweza. Yesu akijifunua kama uweza kwenye maisha yako, kuna maeneo ambayo ulikuwa hauwezi, utayaweza tu. Kuna miujiza utaanza kuifanya tu. Kuna namna ukiombea watu watapokea uponyaji. Kuna namna ukiomba utagusa maisha ya watu. Lakini ni mpaka Yesu ajifunue kwako kama uweza. Yesu akijifunua kwako kama hekima, kuna mahali utakuwa na umri mdogo kama wa kwangu, lakini namna ambavyo utakuwa na hekima, watu watafikiria wewe ni askofu, watafikiria wewe ni mchungaji, watafikiria wewe ni nabii, wewe ni mtume. Kwa sababu gani? Una ile nuru ya Kristo ndani yako. Yesu ameshaachilia roho ya hekima, ile nuru ya hekima ndani yako. Usiseme kwamba mambo fulani watafanya watu fulani kwa sababu wao wana umri mkubwa. Ni kwa sababu haupo tayari kuelewa ninachokwambia, kwamba Yesu ni nuru. Ndani ya hiyo nuru imo package ya uweza. Yesu akusaidie unielewe. Yesu akusaidie unielewe. Yesu akusaidie leo unielewe kwamba nuru sio mwanga. Nuru ni package iliyoko ndani ya huo mwanga, ambazo hiyo package yenyewe tunayozungumzia ndani ya huo mwanga wa Yesu, package iliyobebwa humo ndani ni hekima, ufahamu, maarifa, uweza, kumcha Mungu, na package zingine ndogo ambazo tunasema ni karama, huduma, kazi. Tamani na wewe leo uwe na package yako kwa jina la Yesu. Tamani na wewe leo
Yesu akupe package yako siku ya leo. Waefeso 3:8-9 anasema, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, na alipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Hapa anasema, na kuangaza watu wote wajue habari ya madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilistirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Na kuwatangazia siri, kuangazia. Iko hivi, unapoanza kuangaziwa na Yesu ndani ya maisha yako, manake ataanza kuachilia package mojawapo kati ya hekima, maarifa, ufahamu, uweza, kumcha Mungu. Utaanza kujikuta unafahamu siri tofauti tofauti kwenye hayo maeneo. Kama ni maarifa, utakuwa na siri nyingi kwenye maarifa. Kama ni ufahamu, utakuwa na siri nyingi kwa ajili ya watu. Kwa kuna mambo fulani hautakimbilia kama wengine wanavyokimbilia. Utajua kwamba siri ya hapa ni 1-3. Hata kwenye maisha ya kawaida utajua kwamba namna ya kupata jambo fulani nitatumia funguo. Yesu atakufungua akili zako. Utajua kwamba nikitaka kumweza mwanamke, kumweza mwanaume, kumweza kijana, kumweza mtoto, nikitaka kuhubiri watu wanielewe, kuna namna, kuna funguo fulani, kuna package. Na package mojawapo ni kuambatana na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni msaidizi, na msaidizi ndiye ambaye anafanya kazi kubwa kuliko kawaida. Kwa hiyo leo natamani nikwambie kwamba ipo package yako kwa Yesu. Upo uweza fulani kwenye hayo magumu ambao unakutana nayo. Upo uweza kwenye hizo changamoto ambapo unatakiwa mwambie Yesu, achilia huo uweza ndani yangu, ili kwenye hili niweze kushinda. Na kuuliza swali, ni wapi unataka Mungu akupe hekima? Kwenye biashara? Kuna maarifa gani unataka kwenye maisha yako? Kuna ufahamu gani unahitaji? Kuna mahali gani adui amekuwa akikutesa na ungetamani leo Yesu akuangazie? Kwa lazima mwambie Yesu, nipe hekima kwenye eneo hili. Kama ni kwenye ndoa, kama ni kijana hujawahi kuoa, kama mwambie Yesu, nipe hekima kwenye ndoa. Namna gani ya kuishi na huyu mwenza wangu? Package hiyo ipo kwa Yesu. Haleluya. Package hiyo ipo kwa Yesu. Waefeso 5:14 anasema, hivyo husema, amka wewe usinzae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Kwa hiyo ili Yesu aanze kuachilia hizo package sasa, manake aanze kukuangaza. Naposema kukuangaza, kuna mahali ambapo unaona ni giza kwenye maisha yako. Ili Yesu aanze kukuangaza kwenye eneo la uchumi, kazi, mahali popote, kwamba mwanangu, kazi hii hapa, akufungue, akufunulie, akupeleke kwenye hilo eneo, akuongoze ufike hapo. Lazima uamke. Lazima uamke ili Yesu akuangaze kwenye hilo eneo ambalo unataka uangaziwe. Kama ni kwenye biashara, amka. Kama ni kwenye ndoa, amka. Kama ni kwenye uchumi, amka. Kama ni kwenye huduma, amka. Ukiamka, Yesu anakuangaza. Naposema kuamka, kuamka ni nini? Usingizi ni nini? Nataka unisaidie hapo, yote ambao unanisikiliza, unanifuatia mafundisho haya. Usingizi ni kitu gani? Tunaposema umelala kiroho. Kuamka manake ni kuanza maisha mapya ya maombi, kusoma neno, kuhudhuria mikesha. Maana unaamka kiroho katika kuomba, katika kuhubiri, katika kutoa sadaka, katika kuhudhuria mafundisho. Unaamka katika kuwapenda watu, katika kujibidisha katika neno la Mungu, katika kulishi neno la Mungu. Unaamka katika kuwatii wengine, katika kuwapenda wengine. Unaamka katika dimension tofauti tofauti. Ukishaamka, Yesu anakuja kukuangaza. Haleluya, haleluya.
amka wewe usinziae. Kwa kuna maeneo lazima leo uamke. Katika kuomba, amka. Katika kusoma neno, amka. Katika kushuhudia, amka. Katika kujitoa, amka. Utakapoanza kujitoa, ndipo Yesu anapoanza sasa kuachilia nuru yake. Na hiyo nuru maana yake ataanza kukupa uweza. Ukisema nimeamka kwenye kumtumikia Mungu, si ndio? Maana ulikuwa haumtumikii, maana ulikuwa umelala kwenye eneo la utumishi, haumtumikii Mungu. Utakapoamka sasa, tunasema utakapoamka kumtumikia Mungu, Yesu anakuangaza kwa namna gani? Kwa sababu utakapoamka kwenye kumtumikia Mungu, utajikuta ukijibidisha kufunga, kuomba, kusoma neno. Katika hayo ambayo utakuwa unayafanya kumtumikia, kuna ugumu utakutana nao. Lakini hata kama hujakutana na ugumu, utakapoenda kujibidisha, utakapoamka kumtumikia Mungu, Yesu ataanza kukusemesha mambo. Kwamba mwanangu, kwenye utumishi tunafanya hivi na hivi. Hatufanyi mpaka mimi niseme. Hatuendi kuhubiri kwa mtu mpaka umeongozwa. Unaona sasa haya ni maarifa. Kwenye ile package Yesu ya maarifa ataanza kuiachilia kwenye maisha yako. Si unanielewa? Haleluya. Kwa utajikuta kwenye hiyo package ya maarifa Yesu ameiachilia kwenye maisha yako. Waefeso 5:14 anasema, hivyo usema amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Kwa hiyo kama ulikuwa umesinzia kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la utoaji, utaanza kujikuta unaanza kuwa mtoaji. Leo unatoa hiki, leo unamsaidia huyu, leo unapeleka kanisani, leo unamsaidia. Utakapoanza kujibidisha kwenye utoaji, Yesu ataanza kukuangaza. Kwamba kuangaziwa maana yake nini? Utaanza kujikuta kumbe ukitoa haupungukiwi. Kumbe ukitoa unazidi kuongezewa. Kumbe ukitoa unaanza hapo unasema kwamba Yesu amekuangaza kwenye eneo la utoaji, kwamba utaanza kujikuta unaanza kuzifahamu siri, maarifa, uweza. Na wewe utaanza kujikuta una roho ya ushauri ndani yako. Utashauri wengine kuhusu utoaji. Kwa kuwa Yesu ameshakuangaza kwenye hilo eneo. Kwa hata kwenye eneo la ndoa pia, utakapoanza kujibidisha kumpenda mwenzako, kumsamehe mwenzako, kumuombea mwenzako, kumpenda mwenzako, kumhurumia mwenzako, kumtii na kumheshimu mwenzako, akikwambia acha hiki utaacha, utaanza kujikuta Yesu sasa ataanza kukufunulia, kukuangaza. Maanake utainuka. Ulikuwa kwenye usingizi wa kutokutii, usingizi wa kutokusikiliza mtu anakuambia nini lakini utakapokubali kuanza kutembea kwenye zile dimension, utakapoamka sasa kutii, kupenda, kusikiliza, kuheshimu, utashangaa Yesu naye ataanza kukupa paki, kukuangazia sasa. Maana ataanza kukuangazia nini? Ataanza kukuangazia faida za kutii, kuheshimu, kupenda kwenye ndoa. Utashangaa mema yanaongezeka. Baraka kwenye ndoa hamuishiwi, mnaongezewa tu, mnafanikiwa tu, mnajazwa tu, neema inakuwa nyingi tu. Kwa nini? Tayari Yesu ameshawaangaza kwenye hilo eneo. Manake the moment unapoanza kuamka usingizini, unaposema kuamka, unapoanza kutendea kazi lile neno la Yesu, unapoanza kuishi kwenye ule uzuri wa Yesu, ule wema wa Yesu, Yesu naye anaanza kukuangazia sasa. Kwa mwanangu, umekubali kutembea kwenye hili, na mimi ngoja unione sasa kwenye hili. Ndio maana kuangaziwa. Lakini pia kwenye Ufunuo 21:23 anasema, na mji ule hautahitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru, na taa yake ni mwana-kondoo. Kwa hiyo Yesu wetu utakapofika kule mbinguni, Yesu ataendelea kuwa nuru sasa. Atajidhihirisha kwenye uwazi wote, kwenye dimension zote za nuru. Maana ukiwa mbinguni kule utajua kila kitu. Hakutakuwepo yani utajikuta wewe ni kama Mungu kengine kule mbinguni. Utakuwa unafahamu kila kinachofahamiwa na Yesu. Maana atakuangaza kwenye maeneo yote. Lakini si tu kukuangaza, yeye ni mwanga. Ataanza anamurika. Maana akimurika,
mbingu nzima ile kote ni nuru yake. Hawahitaji mwezi wala jua. Yeye kwa sababu yeye ni nuru, anaangaza. Sasa iko hivi, Yesu yeye ni nuru ambaye ana package tofauti tofauti. Tunasema kuna uweza, hekima, maarifa, mambo mengi yapo ndani ya Yesu. Kwa hiyo utakapofika kule mbinguni utajikuta sasa ukisujudu na kuabudu, Yesu anajifunua kwenye dimension nyingine ya uweza. Ndio maana kule mbinguni hawaishi kumsifu na kumtukuza Mungu. Ingekuwa Mungu anajifunua kwenye dimension moja tu ya uweza, dimension moja tu ya hekima, dimension moja tu ya ufahamu, dimension moja tu ya aina fulani, wangemchoka. Lakini kwa sababu Mungu kule mbinguni anajifunua kwenye dimension tofauti tofauti, ndio maana hawamchoki. Si tunaelewana? Kwa unaweza ukashangaa ukisujudu, ukiinuka, Mungu anajifunua kwako kama kwenye dimension ya Yesu ni mwanga. Maana ule mwanga unakuwa unawaka kwenye dimension fulani, kwenye dimension ya uweza. Kwa mtu akisujudu kule mbinguni, akiibuka anamkuta Mungu ni mweza wa yote. Anamwabudu, kumbe huyu ni Mungu mkuu. Akinyenyuka tena anamkuta sio tu Mungu mweza yote, anamkuta ni Mungu mweza wa yote na yote na yote. Anasujudu tena. Akiibuka anamkuta Mungu huko kwenye dimension nyingine ya hekima. Anainuka. Asa ndio maana Mungu hazoeleki. Ukifika mbinguni huwezi kumzoea Mungu kwa sababu anajifunua kwenye dimension tofauti tofauti. Ndio maana kule mbinguni watu wanapomsujudu Mungu hawamuishi, hawamalizi, kwa sababu yeye zile dimension zake ni za milele. Manake utakapoendelea kumwabudu anazidi kujifunua kwako kwa upya. Ndio maana hata wewe ambaye unatamani kumfuata Mungu, kumsikiliza Mungu, kumpenda Mungu, the moment utakapoanza kumwabudu Mungu, utakapoanza kumtegemea Mungu, utakapoanza kumwomba Mungu na kujiachilia kwake katika dimension zote, hautamaliza kumwabudu Mungu na wala hautachoka kumpenda Mungu, kwa kuwa Mungu ataanza kujifunua kwako kwenye dimension tofauti tofauti. Iwe ni kwenye ndoa, utashangaa Mungu anajifunua kwako kama mpaji, kama amani, kama furaha, kama msamaha. Ndio maana sasa utakapoanza kumjua Mungu kwa undani zaidi, utajikuta unampenda mwenzako, au yule mwenzako anakupenda sana. Au utajikuta kama wote umeolewa. Sasa ndio maana unashauriwa kuolewa na mtu aliyeokoka, kwa sababu ukiolewa na mtu aliyeokoka utajikuta mnapendana sana. Kila siku akiingia kwenye uwepo wa Mungu, akitoka anakuja na dimension nyingine. Hautamuona kama yule wa jana. Sasa wewe ambao umeolewa na mtu ambaye hajaokoka, ndo shida yako ilipo. Kwa sababu unapoolewa na mtu aliyeokoka ambaye ni muombaji, hamwezi kuchokana hata iweje. Fuatilia ndoa za watu wengi ambao wameokoka wote na wanampenda Mungu wote, uone maisha yao alivyo. Hawachokani hata siku moja. Kwa sababu utajikuta mwenzako akikukosea atashuka chini, baba au mama fulani nisamehe. Utashangaa anafunua ile dimension ya unyenyekevu ndani yake ambao ameipata kwa Mungu. Kwa hiyo ile ndoa kuendelea na kudumu itakuwa. Ndio maana wewe binti ambaye unasema mimi nitaolewa tu na mtu yeyote yule, jaribu uone. Jaribu uone kuolewa na mtu yeyote. Kwa sababu wewe haujui tu kwamba hivi vitu ni vitu vya kiroho. Hauolewi na mtu yeyote, haufungi ndoa na mtu yeyote, kwa sababu hivi vitu viko kwenye dimension za kiroho. Kwa sababu gani? Ukifunga ndoa na mnywaji pombe au mtu ambaye hajaokoka, dimension yake haibadiliki. Yes, ni giza. Giza haliangazi chochote. Manake rohoni mwake hakuna kubadilika. Kama ulivyoingia naye kwenye ndoa, atazidi kuharibika. Atazidi kuharibika. Atazidi kuwa na tabia mbaya. Manake hatabadilika. Lakini angekuwa na nuru ndani yake, ungezidi kumfurahia, manake unamwona kwenye dimension tofauti na ile ya jana. Lakini kwa sababu umeolewa na mtu ambaye hajaokoka,
Ndio maana kila siku ni majonzi, ni usaliti. Yaani the moment unavyozidi kuendelea nazidi kuwa mbaya, mbaya, mbaya. Kwa sababu tumejifunza kwamba kanuni za kiroho zinasema mwenye kudhurumu anazidi kudhurumu. Kwa kama kanuni za kiroho zinasema mwenye kudhurumu azidi kudhurumu, hata mtakatifu kazi yake ni anazidi kujitakasa. Na anapojitakasa leo, manake leo alikuwa na maisha fulani ya utakaso, manake alikuwa anatembea kwenye dimension fulani, kwenye aina fulani ya maisha ya utakaso. Kesho atakapojitakasa atakuwa sio yule tena uliyemjua jana, atakuwa ni mtu mwingine tena. Kwa manake utampenda kwenye ule uwingine alionao leo. Sasa kama mwenzako alikuwa ni hajaokoka, maana kama alikuwa anadhurumu leo, kesho atakudhurumu, kesho atadhurumu, kesho tazidi kuwa mbaya mbaya mbaya. Si nikwambieje? Kwa ninakushauri wewe binti, kijana, usijiseme eti tunapendana. Usiwe na mtu kwa sababu mnapendana. Olewa na mtu pia kwa sababu ana Yesu ndani yake. Anakupenda lakini ana Yesu. Utaweza kuishi naye mtaweza kufurahia dimension zenu. Lakini vinginevyo utarudi kuniambia kwamba mtumishi, kile ulichoniambia ni kweli. Kwa nini Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu? Kwamba mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima kwenye Mathayo 5:14. Na kwa nini Mathayo 5:16 anasema vitu vilivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kumbe unapoanza kuangaza, watu wanaona mambo mema. Sasa unaangaza nini? Je, unaangaza taa au balbu ya nyumbani? Hauangazi taa, unaangaza zile package tofauti tofauti za Yesu. Kumbuka nimekwambia Yesu ana package ya hekima. Kwa utaanza kuderiva hekima kwenye mazingira fulani, kama ni kwenye kazi, ndoa, biashara, wataanza kushangaa una hekima fulani ya kukaribisha wageni. Una hekima fulani kwenye biashara zako, umetengeneza kaeneo fulani kwa watu kunywa juice. Ili mteja kichoka, bwana karibu, unampa kajuisi kidogo. Kwa utakuwa na hekima fulani. Kama ni kazini kwako, watu wataanza kuona una hekima kwenye ushauri. Sasa kuna ile roho ya ushauri pia, wataiona kwako. Ile roho ya maarifa fulani wataiona. Kuna wakati wanafunzi wanakuta hawaelewi, lakini wewe watakuwa wanakuita mwalimu fulani, njoo fundisha hili somo, kwa sababu anajua namna ulivyo na hekima, maarifa. Wewe una maarifa tofauti na hali ya darasani tu. Una maarifa ya kiungu, namna ya kufundisha wanafunzi. Yamkini kabla ya kuwafundisha unawaombea, unafanyaje? Kwa namna wanapoperform mambo yako, somo lako linakuwa sio tu la kawaida. Nakumbuka mimi pia nimeshawahi kufundisha watu. Nimefundisha sana darasani. Nimefundisha wakati nasoma. Kuna yeyote ambaye nilimfundisha hakuwahi kufeli hata moja. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nafundisha mtoto wa mama yangu mmoja. Alikuwa amekata tamaa, anasema mtumishi, hata faulu kweli huyu mtu. Mbona shule yao ni mbaya? Wanafeli sana. Nikamwambia mama, wewe niamini mimi, huyu kama sipopata wani niko hapa. Na hivi ninapokuambia yule kijana alifaulu kwa ufaulu mkubwa sana. Kwa sababu ninafahamu dimension tofauti za kufanya mambo. Watu hawafundishi tu vile vya darasani. Kama ni mwalimu naye nisikiza leo, usiingie darasani kufundisha. Kuna zaidi ya kufundisha. Watoto wale wanaowafundisha wamekamata wengine ufahamu. Kwa lazima uwe na hekima ya kimungu kuelewa kwamba huyu mtoto huyu haferi si tu kwa sababu hasomi. Sikiliza. Wakati mwingine unafundisha watoto darasani, wale watoto unaowafundisha wana miroho fulani. Unafundisha kuna wachawi wamo mle ndani ambao wanaweka ukuta. Kuna roho inaitwa roho ya kuzuia, ambayo wewe wakati unawafundisha wale watoto darasani, yule mchawi anapiga upofu, hawezi kuelewa chochote. Hizi ni hekima za kiroho. Kwa kama Yesu hajakufunulia, watoto wako somo lako watafeli sana. Watafeli sana. Kwa kuna watu leo hii mnanisikiliza, mlifeli darasani. Si kwa sababu mlikuwa hamna hekima. Si kwa sababu mlikuwa hamjui vitu.
Mlikuwa mnasoma sana, lakini hamkuwa na hekima ya namna cooperate kwenye yale mazingira mlikuwa mnasoma. Usiseme kwamba sisi tulisoma kijijini, tulisoma Kayumba. Mimi hapa nimesoma bila hata mwalimu. Tena nimesoma masomo ya sayansi, physics, chemistry, mathematics, na yote nikapasua yote. Sasa Mungu anaponiita kwenye hii huduma kuwafundisha, sikufundishi kwa sababu nimekosa cha kufanya, na kufundisha kwa sababu ninazifahamu siri za ufalme wa Mungu, ili zikusaidie na wewe uweze kutoka kwenye mazingira uliopo. Na ndio maana yeyote ambaye nitamfundisha kwenye hii huduma, kama atasikiliza mafundisho yangu na kuyafanyia kazi, hawezi kubaki pale pale. Watoto wake hawezi kuonewa kwenye elimu. Fuatilia watu wengi ambao ninawaombea, watoto wao lazima wafanye vizuri kwenye masomo yao. Kwa sababu gani? Kuna dimension ninazifahamu kwenye eneo la elimu. Kwa ninapomwombea mtu, naelewa Mungu ameshaniangazia kwenye ile eneo kwa miaka kadhaa ya usomaji wangu. Yesu ape sifa. Nimekuja nikwambie kwamba unahitaji Yesu akuangazie kwenye eneo unalofanyia kazi. Kama ni kwenye biashara, unahitaji Yesu akuangazie kwenye biashara. Ningetamani wakati naongea hivi, uanze kububujika hapo ulipo. Umwambie Yesu niangazie. Kama ni kwenye eneo la ndoa, umwambie Yesu akuangazie kwenye eneo la ndoa. Ndoa yako inakusumbua si kwa sababu wewe haufanyi mambo fulani kwa mwenza wako. Si kwa sababu humpendi, si kwa sababu wewe sio mzuri. Lakini kuna vitu, kuna nuru umekosa kwenye maisha yako. Kuna mwanga fulani Yesu hajakufunulia kwamba kwenye hii ndoa mwanangu, ili uweze kuishi, fanya 1, 2, 3 kwenye. Kuna namna ya lazima Yesu akufunulie. Yesu ni nuru, lazima mwambie Mungu, kwenye hii ndoa, kwenye haya mahusiano, mbona kama sielewi? Nifunulie nijue namna ya kuenenda kwenye haya mahusiano. Yesu atakufunulia. Ndio maana nasema kwamba ni mwanga, ni mwezi wa wewe kufunuliwa. Ni mwezi wa kuangaza. Ni mwezi wa Yesu kukuangazia. Epuka kuomba maombi kwamba mbadilishe mwenzangu, mbadilishe. Hatuombagi hivyo. Lazima mwambie Mungu, hii hali si ya kawaida. Mbona huyu mtu kama amekubuu kiasi hiki? Embu Yesu nifunulie. Hapa nafanyaje? Nipe hekima, nipe uweza, nipe maarifa, nipe maarifa, nipe ufahamu kwamba kwenye hili jambo Yesu ninatokaje. Wakati mwingine umekuwa ukiombea mambo, unaombea sijui madhabahu, unafikiri tu ni madhabahu kama madhabahu unazozijua. Lazima muombe Mungu akufunulie kwamba hapa nyuma ya hiki kitu kinachoendelea kunikumba, kwa nini sipati kazi? Kwa nini nimeombewa sana? Kwa nini nimefunga sana na sioni mpenyo? Katika hili Yesu nafanyaje? Yesu ataachilia neema yake, ataachilia nuru yake. Ataachilia. Mathayo 6:23 anasema, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru yoko ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Mathayo 17:2 anasema, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Tamani Yesu leo ajifunue kwenye maisha yako. Aachilie nuru kwenye maisha yako. Kama vile alivyogeuka kwenye ule mlima. Sikiliza. Kwa nini Yesu alienda pale mlimani akabadilika sura yake? Kwa nini Yesu alienda pale mlimani? Kwa nini alitaka aende pale mlimani na abadilike? Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba mimi mnayeniona, ninaposema mimi ni nuru ya ulimwengu, si tu kwamba mimi ni nuru. Unajua iko hivi. Unaweza kujikuta una maarifa mengi ya Mungu, una ufahamu mwingi wa Mungu,
Unajikuta wewe ni mtumishi ambaye unafahamu vitu vingi. Kuna kufahamu na kuviishi vile vitu. Ndio maana leo hii unakuta kijana au mtumishi anafahamu vitu vingi, amesoma vitabu vingi, ana maarifa mengi, lakini hana nuru kwenye hayo maarifa. Kwa mantiki nyingine hawezi kuyaishi. Ndio maana leo hii kuna wachungaji wengi, kuna watumishi wengi wameenda kusoma vyeo na maelimu theolojia huko. Anafahamu vitu vingi, amesomea uchungaji, lakini hawezi kuchunga watu. Lakini hana nuru, maanake hayaishi yale mambo ambayo amejifunza. Ndio maana Yesu akawaambia kwamba mimi si tu kwamba mimi mnavyoniona kwamba ninafanya miujiza, yale mambo mimi ni nuru halisi kabisa. Kwa mantiki nyingine, ninachokifundisha ninakiishi. Ndio maana kile kujifunua kwenye mlima pale, alikuwa anaambia kwamba mimi sifundishi tu mambo, bali ninachofundisha ninakiishi. Tamani na wewe leo unachofundisha, kama ni mtumishi unaonisikiliza, ukiishi pia itakusaidia. Mwambie Mungu chochote ambacho nafundisha, ukiishi. Kama ni uchumi, watu waone kweli Mungu amekubariki, waone kuna neema iko kwako. Kama ni utakatifu, waone kweli kuna maisha ambayo unayo. Kwa nini Yesu katika Mathayo 17:2 abadilike awe nuru, atoke kwenye hali ya ubinadamu, ajibadilishe mbele ya wanafunzi wake na wamuone? Alikuwa na wataarifu kwamba yeyote atakayeniamini mimi atakuwa kama mimi, naye pia ataangaza. Kawaulize wachawi, watakwambia. Kawaulize watu washirikina, watakueleza. Wanapokuja kwako ukiwa moto kiroho, wanaona nini? Wanaona moto. Haujai kuona mtu anaombewa anasema unaniunguza, macho yako ni kama moto? Unajua ni kwa nini? Ndio yale ya kwenye Mathayo 17:2 kwamba unaangaza ndani yako, unakuwa ni kama moto. Ndio maana ukiwa moto kiroho, unaposema kuwa moto kiroho, mchawi hawezi kukukamata, mchawi hawezi kukugusa, mchawi hawezi kukushika, kwa sababu katika ulimwengu wa roho unaangaza. Tamani kama ulikuwa uangazi kiroho, leo anze kuangaza. Tamani kama ulikuwa huko moto kiroho, leo anze kuwa moto, kwa sababu hayo ndio maisha ambayo Mungu amekusudia uyaishi. Kwa katika ulimwengu wa kiroho, kwenye ile Mathayo anaposema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, hakuwa anadanganya. Ni dimension kabisa. Mungu akikufunulia, ukikaa vizuri kiroho, unajikuta na wewe unaangaza. Yaani kwenye ndoto hutajiona tena kama mtu huyu, utajiona kama nuru fulani. Kama ni malaika vile unavyowaona malaika, na unajiona vile vile. Kaulize wachawi, watakwambia vizuri. Ndio maana ukianza kuwa moto kwenye uombaji, ukianza kuwa moto kiroho, kitu cha kwanza atakachokuja kufanya, watakuja kuzima nuru yako. Utaletewa vyakula ndugu, utaletewa na migahawa mingine ambao mnaenda kula, ina hawa watu ambao ni mawakala wa kishetani, ambao kazi yao vile vyakula vya kichawi. Maana yake mnakula, utajikuta huwezi kuomba tena. Baada ya kula hicho chakula, unaota ndani ya kinywa chako kuna vitu vinatoka kama michere, kwa sababu ile migahawa ambao mnaenda kula, wale migahawa mingine sio mizuri. Ndio maana ni vizuri kabla unaenda kula kwenye migahawa wote, uliza mbele za Mungu, omba Mungu, takasa. Sometimes utaki kutakasa vile vyakula, acha kabisa vile vyakula, ondoka. Mungu atakufunulia. Hivi nimeviona sana kwenye mijini sana. Mijini vyakula vingi ambavyo tunakula sio vyakula halisi. Tunakula vyakula vya kishetani, vyakula vya kichawi. Ndio maana unakuta watu wengine wanauza sana ni mihogo, lakini inavyokimbiliwa ni vitumbua, lakini vinavyokimbiliwa unafikiri ni vitumbua, sio vitumbua vile. Ni kwa sababu ndani macho yako ya kiroho hayajafunguliwa uweze kuona kwamba hivi ni vitumbua kweli au ni vitu gani. Ukivitazama vizuri unakuta sio vitumbua, ni vyakula vya kichawi ambavyo vimegeuzwa tu. Ni knowledge za kichawi ambazo
Wewe mtu wa Mungu na wewe utakiwa uwe nazo. Lakini kwa sababu wewe ni mvivu wa kuomba, mvivu wa kufunga, mvivu wa kusoma neno, kuna vitu vingine Mungu hawezi kukupa. Sababu naona kama napoteza. Si hautaki, Mungu atakupaje? Kwa jitahidi leo utoke kwenye hizo dimension. Kae kwenye dimension kubwa zaidi. Ukisoma kwenye Biblia kwenye Luka 16:8 anasema yule bwana kamsifu akili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara. Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Iko hivi, ukiwa mwana wa nuru, manake ukianza kutembea kwenye maneno ya Yesu, unajikuta una busara sana. Na unavyoongea, watu wataiona ile busara ya Mungu ndani yako. Yohana 1:4 anasema ndani yake ndimo ulimokuwepo uzima. Haya maneno tumeyazungumza sana leo. Yohana 3:20 anasema maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake asije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika nuru. Sasa utakapoanza kukaa kwenye nuru ya Yesu, maana utakapoanza kutembea kwenye zile njia za Yesu. Kwenye Yohana 8:12 kumbuka, anasema hivi, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Iko hivi, Yesu si ni nuru. Manake kuna vitu tayari kuna ramana ameshaitoa ya nuru yake, ambao ni neno lake, vitabu hivi vya Injili. Unapoanza kutembea kwenye yale mafundisho ya Yesu, uanza kujifunza, manake na wewe unaanza kubadilika, unaanza kujawa nuru sasa. Kumbuka yale mafundisho ya Yesu ni maarifa ya Yesu, ni ufahamu wa Mungu. Ndio zile dimension zote ambazo ni za nuru sasa. Kama umekuwa pamoja na mimi kwenye kitabu cha Isaya 11:2, tumeanza kujifunza nini maana ya nuru. Tuko mbioni kumalizia. Utakapoanza sasa kujifunza, utajikuta na wewe tayari. Hata kupenda, hautapenda mambo machafu. Kwa sababu utaona yani kuna namna fulani ndani yako utajikuta hauwezi kutenda jambo baya. Kwa namna nyingine kuna utakatifu wa aina mbili tushajifunza. Kuna utakatifu wa kuto kutenda mambo fulani, kwamba usiibe, usiue. Yani kuna utakatifu wa kuto kufanya vitu. Halafu kuna ule utakatifu ambao hauwezi kuiba kabisa, hata kama wakuwekee vitu hapo, huwezi kuchukua kitu cha mtu. Kwa sababu ndani yako unajikuta kabisa ile, yani yale mawazo kwanza yani hauna hiyo giza. Kwa sababu kuiba si ni giza. Maana ndani yako hauna kabisa, yani hauna hiyo fikra, hauna kabisa. Hiyo ni dimension pia. Ndio maana unakuta kuna watu wanasema hivi kufanya hivi ni dhambi. Ukiona mtu anauliza kwamba kufanya hivi ni dhambi au sio dhambi, jua huyo mtu yani yuko kiroho, yuko chini sana. Yani ni kiroho yuko chini mno. Sababu ukishaanza kumulikwa na nuru ya Kristo, haufikiri tena hivi ni dhambi. Yani automatic unajua kwamba hiki kitu hata kama hakijaandikwa ni dhambi. Unaelewa tu. Maana kunakuwa na ile nuru ya Mungu. Unakuwa na ile maarifa ya kimungu ya kutambua kila kitu. Unakuwa na ile hekima ya kimungu ya kujua mambo mengi. Unakuwa na ule uwezo wa kimungu wa kudiscern, wa kuelewa kwamba hiki kitu hata kama ni chema ni kibaya bado. Kwa hiyo haya mafundisho ambayo nafundisha watu ambao ni wakomavu. Sifundishi watoto wachanga. Hata kama ni mtoto mchanga kiroho, tamani kupata kitu hapa ambacho kitakusaidia. Yesu apewe sifa. Yohana 12:35 anasema basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu nayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana endaye gizani hajui aendako. Kwa hiyo Yesu
ni nuru. Mafundisho yake ni nuru. Unapoyasoma na kuelewa, unapokaa kwenye ile mafundisho ya Yesu, na wewe tayari unakuwa na nuru. Kwa manake ukienda mazingira tofauti tofauti, watu wataiona nuru yako. Ukikaa kwenye mafundisho ya Yesu kanisani, kwa mchungaji wako, tayari ndani yako unajikuta na absorb ile nuru ya Yesu. Kwa kama kuna watu walikuwa na struggle kutoa pepo, ukitokea lile pepo utaliondoa, kwa sababu tayari una nuru au una maarifa kwenye hilo eneo. Yesu ape sifa. Kwa hiyo Yesu anapoambia enendeni mada mnayo nuru, maana hawa watu walikuwa tayari na ufahamu fulani. Ukisoma pale kuanzia mwanzoni pale, utaona kwamba hawa watu kuna kaufahamu fulani walikapata kutoka kwa Yesu. Kwa kale kaufahamu kanaitwa ni roho ya ufahamu, si ndio? Maana kuna dimension hawa watu waliipata. Walipoipata hii dimension ya nuru ya Yesu, wakaanza kuishi hiyo dimension. Kwa Yesu akaambia, jamani, enendeni madamu mnayo hiyo nuru mlioipata ya maarifa. Kwa sababu watu ambao hawana hiyo nuru kwenye hiyo dimension mlioipata kwenye hilo eneo, wanaishi gizani, wanateseka. Kwa nyinyi nendeni, kwa sababu madamu mna hiyo nuru. Yesu ape sifa. Yohana 12:36 anasema, madamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, mpate kuwa wana wa nuru. Kwa hiyo kazi nyingine ya nuru ya Yesu ni kuiamini. Tuko pamoja? Matendo ya Mitume 26:23 anasema ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Habari za nuru. Kwa hiyo unapomsoma Yesu hakuja tu kama tu sijui kukomboa watu. Yesu pia alikuja kutoa nuru ya ulimwengu, kwamba ulimwengu kuna vitu umepungukiwa, kuna hekima hamna, kuna ufahamu hamna, kuna uweza hamna, kuna ushauri mnauhitaji kutoka kwangu. Jamani, fanyeni hivi, mpende jirani yako kama nafsi yako, fanya hivi na hivi. Kwa vile vyote ambavyo Yesu alikuwa anavizungumza, yalikuwa ni maarifa fulani, yalikuwa ni nuru kwenye eneo tofauti tofauti, kwenye eneo la uweza, hekima. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba unatakiwa msome sana Yesu kuliko kawaida, kwa sababu Wakorintho wa pili 4 anasema, mstari wa 4 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake katika Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine wewe kuna mazingira fulani ambapo umefungwa kwenye akili, unayenisikiliza, unatakiwa msome sana Yesu, mjue sana Yesu. Sio tu hizo nyaraka Mathayo umesoma umemaliza, rudia, umjue sana Yesu, kwa sababu Yesu ndiye aliyebeba package zote za ulimwengu. Yesu ndiye aliyebeba package ambazo ulimwengu huu unazihitaji, na wewe pia unazihitaji kwenye ndoa yako. Unajua tatizo, sisi tunamhitaji sana Roho Mtakatifu tusaidie, kwa sababu kuna vitu ambavyo Yesu alivifundisha sio rahisi kuviishi. Lakini utakapojua hii siri kwamba kila alichokisema Yesu ndicho ambacho unatakiwa ukiishi wewe, basi utafahamu nafasi ya Roho Mtakatifu kukusaidia kukiishi, hata kama ni kwa machozi, kiishi. Wakorintho wa pili 4:6 anasema, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itaangaza toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Ni vitu vile vile. Nuru ya elimu. Elimu gani? Elimu ya utukufu. Utukufu gani? Utukufu wa Mungu katika nani? Uso wa nani? Wa Yesu Kristo. Anaposema katika uso wa Yesu, manake katika mafundisho ya Yesu. Kwa mafundisho ya Yesu yamebeba nuru kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya mahali unapopita. Soma neno la Mungu lijue. Hilo ndilo nuru yako. Haya ndio maarifa yako. Wakorintho wa pili 6:14 nasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isiyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na wasi,
Tena pana shika gani kati ya nuru na giza? Ukiona wewe una urafiki na kila mtu, manake kweli haujataka kung'aa. Yaani manake kwa namna nyingine wewe haujataka kuangaza kweli kweli. Yaani ukianza kumwangaza Yesu au ukianza kumwakilisha Yesu kwenye maeneo uliopo, manake kama mtu anaongea vibaya mwambie rafiki. Kama mtu ana pepo ulikemea uliondoke. Yaani ukianza kumwakilisha Yesu, kuwa nuru, yaani manake kumwishi Yesu kwenye maeneo uliopo, unaweza kukosa marafiki. Kwa sababu gani? Marafiki wengi ambao unasema ni marafiki, maisha yao ni machafu, manake wanaishi gizani. Kuna urafiki gani kati ya giza na nuru? Wewe ulishaona wapi? Kama kweli ukitaka kuliishi neno la Yesu, utakuwa na rafiki huyo uliye naye? Swali. Ukitaka kuliishi lile neno la Yesu kweli, utakuwa na huyo rafiki huyo mtu kwenye mahusiano yako uliye naye, utakuwa naye kweli? Ndio maana nakwambia unamhitaji sana Yesu, bado unamhitaji Yesu sana kuliko kawaida. Wakorintho wa pili 11 anasema, wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kuna mazingira ambayo hata shetani atataka kuigiza mafundisho ya Yesu, mafundisho ya wema. Haujaona kuna dini sasa hivi ambazo sasa hivi unajikuta zinafundisha mambo fulani mazuri, kutenda matendo mema. Yaani si unanielewa? Lakini yale wanayofundisha hayana nuru ndani yake, hayana uzima. Yaani hata kama wanayafanya bado utagundua kabisa kwamba mioyo yao bado inaagiza sana. Bado wanateswa na mapepo. Yaani hawana nuru ndani yao. Hawana ule mng'ao wa Yesu ndani yao. Ni watu ambao ukiwatazama utagundua kwamba hawa jamaa wanaishi kwenye giza, sio tu giza zito sana. Kwa wanajitahidi kujifanya kwamba ninao wana nuru ya Mungu, wana mafundisho ya kimungu, lakini bado yani utagundua tu kwamba hawa watu hawana nuru hata kidogo. Kwa hiyo usishawishike na kila mafundisho. Hata kama ni jifunze kupima mafundisho kwamba haya mafundisho kweli ni ya Yesu au sio ya Yesu. Yamkini unaenda kwenye kanisa lako lile unalolipenda, kanisa zuri, lakini hilo kanisa lina nuru kweli ya Yesu? Lina mafundisho ya Yesu? Linafundisha kile ambacho Yesu alikifundisha? Ukiona halina, kimbia. Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho ya mioyo yatiwe nuru. Tamani leo macho yako yatiwe nuru. Unajua macho yako yakitiwa nuru, ukitiwa nuru macho yako, nuru ambayo inazungumzwa hapa ni yale maarifa ya kimungu, ni yale mafunuo ya kimungu ambayo Yesu huyafunua baada ya wewe kuanza kuliishi neno lake, baada ya wewe kuanza kusoma zile Mathayo na kuziishi. Kuna mafunuo yataanza kufunuliwa kwako baada ya kuanza kufunga, kuomba, kuanza kukaa kwenye imani. Kuna mafunuo Mungu ataanza kuyaachilia kwenye biashara. Utaanza kumjua Mungu kwenye eneo la kivyako. Yesu apewe sifa. Kwa kuna mazingira ambayo unatakiwa kumjua Mungu kibinafsi. Usimjue tu Mungu wa kwetu kwamba sisi dini yetu. Toka huko. Anza kumjua Mungu wewe kama wewe. Unamjuaje Mungu? Sio unatudanganya kila siku hapa kwamba wewe unasali. Unamjuaje Mungu kibinafsi? Kwenye eneo la utoaji unamjuaje Mungu? Kwenye eneo la kuomba unamjuaje Mungu wako kwenye eneo hilo? Una mafunuo dhahiri kwenye eneo hilo? Kwenye eneo la kupenda wengine una mafunuo gani? Mungu wako amejifunuaje kwenye hayo maeneo? Kwa unaweza kukuta wewe hapo unasali ndio, lakini bado kiroho uko mtoto sana, kwa sababu bado hauna mafunuo dhahiri. Kuna mazingira bado Mungu hajajifunua kwako bado, lakini kila mtu tunajifunza. Mungu anajifunua kwenye kidogo kadri unavyozidi kuwa mnyenyekevu kwake na kumuomba. Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma pia vizuri kwenye Efeso 5:8 anasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nini?
watoto wa nuru. Kwa kuna namna ya kuenenda kama mtoto wa nuru. Manake kuliishi lile neno la Yesu, kuenenda katika mafundisho yake, kuomba, kufunga, yaani kuna namna tu lazima uishi kama nuru. Manake nuru si neno la Yesu. Nuru si Yesu mwenyewe. Manake lazima umuishi Yesu, uenende kama Yesu. Ndio maana nasema enendeni kama watoto wa nuru. Manake enendeni kama watoto wa baba yenu ambaye ni Yesu. Manake yaishini yale aliyofundisha. Msienende kama watoto wa gizani, kwamba wewe kwa sababu ulimwengu unataka hivi, kuchukia watu na utachukia. Wewe bado kiroho uko chini. Wewe ni mtoto. Tena inawezekana bado unatambaa. Kwa lazima utoke kwenye kutambaa, uanze kuishi kwenye neno la Yesu. Uanze kumuishi Yesu. Uanze kutembea kama Yesu. Haleluya. Kwa lazima utoke kwenye kutambaa huko, uanze kuenenda kama mtoto wa nuru, maana uliishi neno lake. Waefeso 5:9 anasema kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Lazima uanze kuishi kwenye haki. Uwe mtu wa haki. Uwe mtu wa kweli. Nje na ndani haki, nje na ndani wema, nje na ndani. Sio tu watu wakiwepo tu ndio wanajifanya mwema, wakitoka unaanza unakuwa mchoyo kwa watoto wako, kwa mke wako, kwa mfanyakazi wa nyumbani unamfanyia vibaya. Wakiwepo ndio unajifanya mwema, bado wewe uko chini kiroho. Toka hapo ulipo kwa jina la Yesu. Badilika kwa jina la Yesu. Badilika kwa jina la Yesu. Haleluya. Badilika. Wakolosai 1:12 anasema mkimshukuru Baba aliyostahilisha kupokea rehema, sehemu ya urithi watakatifu katika nuru. Wathesalonike wa kwanza 5:5 anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, si wa usiku hata wala wa giza. Kwa hiyo kama kweli unamfuata Yesu, unasema wewe ni Mkristo, lazima ukubali kukaa kwenye mafundisho yake. Lazima ukubali kukataa dhambi na ubaya. Kaa kwenye mafundisho. Ishi kwenye kile Yesu alichokisema. Hata kama kinaumiza, kiishi hicho hicho. Kwa sababu wewe umeamua kuwa mtoto wa nuru. Kwa sababu gani? Isije ikafika wakati Yesu akasema alikuwa hakujui. Lengo langu la kukufundisha hivi ni ili ifike mahali usilie kwamba mimi nilikuwa nasali kanisa fulani, dhehebu fulani. Uliishi katika nuru yake. Ulitembea katika nuru yake. Hicho ndio kitu cha msingi kwako. Bwana asifiwe sana. Tuliishia kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:5 ambayo inasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, si wa usiku wala wa giza. Kwa hiyo kama umekubali kuwa mwana wa nuru, ili siku moja usije ukaibika, jitahidi kuishi kwenye nuru ya Yesu. Jitahidi sana. Ili usije kuaibika siku moja, kaa kwenye nuru ya Yesu. Kwa sababu ipo siku utatoa hesabu ya maisha yako. Ipo siku utatoa hesabu ya maisha yako. Ndio pale utasema mimi baba nilikuwa nasali jumuiya, nilikuwa naenda hivi. Yesu anakuambia hakujui. Kwa sababu gani? Wanaojulikana ni watoto wa nuru tu. Kwa lazima ujifunze kuishi kama mtoto wa nuru. Mtoto wa nuru anaishije? Nimeshasema ni kukaa kwenye mafundisho ya Yesu. Kaa kwenye mafundisho yake. Kaa kwenye mafundisho yake. Usije ukajikuta siku Yesu anarudi anasema hakujui. Kwa sababu kama hautaki kukaa kwenye mafundisho yake, maana wewe sio mtoto wa nuru, wewe ni mtoto wa gizani. Elimu au maisha unayoyapata, nani unavyoishi hivyo? Umepata kwa nani? Nani unavyoenenda hivyo? Umepata kwa nani? Hapo ndo inakuja sasa ile kauli kwamba watakuja wakisema kwamba tulitoa pepo kwa jina lako, kwa jina langu, lakini nitasema siwajui ninyi. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maana ondokeni kwangu ninyi mliokuwa mnaishi gizani. Ndio maana yake.
Kwa inawezekana ulitoa pepo kwa siku moja ukaishi gizani. Inawezekana ulienda kanisani siku moja ukabubujika ukarudi dhambini. Sasa ni wajibu wako leo kurudi kwenye mstari, kwa sababu ipo siku utalia na kusaga meno endapo utaenda kukaa na ujanja ulionao huo. Unafikiri Mungu ni baba yako? Unakuwa na ujanja wa aina fulani. Ni wajibu wako kubadilika. Lazima uanze kutembea kama mtoto wa nuru. Lazima uanze kuishi kama mtoto wa nuru, kwa sababu Yesu akirudi atauliza, ataangalia wale watoto wake wa nuru, atakuta wewe haumo, kwa sababu wewe ulikuwa unaishi. Naposema kuishi gizani, manake hauishi kwenye neno lake. Manake unaenenda kama mtoto ambaye ni wa duniani. Unajiamlia tu kwenye hili, unafanya tu kwa sababu unataka tu. Hutaki kuangalia neno la Mungu linasemaje. Wewe unataka tu kuamua unavyotaka, kwa sababu tu Mungu yupo tu atakusamea. Lazima jifunze kukomaa, kukaa kwenye neno lake, hata kama linauma, kaa. Na hapo ndipo ambapo Yesu akirudi atakuja, kumbe yupo Esther pale, yupo Rehema, yupo Mariamu, yupo Kevin, yupo Pasco pale. Ambaye ni nuru, manake anaishi kwenye, anenenda kama mtoto wa nuru duniani. Manake akija atakutwaa, utaenda naye mbinguni. Lakini vinginevyo, nakupa pole. Lakini katika Timotheo wa kwanza 6:16 nasema, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na utukufu na uweza una yeye hata milele. Amina. Waebrania 6:4 hapa alikuwa anazungumzia Mungu huyu. Tumeshajifunza juu ya nuru na vitu kama hivyo. Waebrania 6:4 anasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbingu na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu, wakianguka hakuna namna Mungu anaweza kuwa hai kiroho tena. Hapa nazungumzia watu ambao kama unavyosikia hili neno linajieleza. Maana huyu ni mtu alikuwa ameokoka na ameshaanza kutembea kwenye nuru. Maana amekaa kwenye mafundisho, amezijua siri, amejua mambo mengi, amekaa kwenye miujiza na ishara na nini. Baadaye akaanguka dhambini. Maana ule ushuhuda wake amefuta moja kwa moja. Bwana asifiwe sana. Kwa jitahidi sana usiwe miongoni mwa watu hao. Sawa? Katika Waebrania 10:22-30 nasema, lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Naongea na wewe ambao unanisikiliza. Wewe unataka kukaa kwenye nuru, si ndio? Unataka kuishi kwenye nuru. Sasa nuru unaishi kama Yesu alivyoishi. Manake naposema nuru, manake hakuna nuru, wewe hauna nuru nyingine zaidi ya ile ambayo ni ya Yesu. Manake unachukua ile nuru ya Yesu, manake ile hekima, maarifa, uweza. Naposema nuru ya Yesu tunaona kwamba ni hekima, maarifa, uweza na mambo mengine kumhusu Yesu. Sasa kumbuka siku ya kwanza ulipompokea Yesu uliishije? Manake kuna namna ulikuwa unajibidisha, kuna namna ulikuwa unaenenda. Sasa Mungu anakuambia, anakutaka urudi kwenye ile nuru ya kwanza. Useme kwamba mimi mambo ya wokovu najua tu bwana, ni ujanja tu bwana. Hapana, sio ujanja ndugu yangu, ni vitu halisi. Mimi nimeokoka nikiwa kijana mdogo sana. Miaka nadhani ilikuwa sio miaka 12 ile. Nilikuwa kijana mdogo. Na kwa sababu sisi tumekulia kanisani, kwa mimi tayari nilikuwa na ile neema, mama ni mtumishi wa kanisani, baba ni mtumishi. Lakini niliendelea kung'ang'ana mpaka leo nang'ang'ana. Kwa hiyo huwezi ukasema kwamba Ukristo ni uongo. Nimemwona Mungu kwenye maisha yangu. Nimemwona Roho Mtakatifu hivi macho kwa macho. Nimeona siri nyingi za Mungu kwenye Kwa hiyo ninapokuambia hivi kwamba lazima na wewe urudi kwenye ile asili yako ya kwanza, uwe moto kama mwanzo, ninamaanisha kwa sababu Yesu anarudi. Sasa ukiendelea kubaki na hivyo viwango vyako ulivyo navyo, hautafika popote. Hautafika popote. Kwa lazima ubadilike. Huu ni mwezi wa kuwa nuru. Lazima na uwe nuru.
Petro wa kwanza 2:9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, kuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kumbuka, wewe ni nuru, wewe ni mfalme na kuhani. Ni wajibu wako kutangaza tabia za baba yako. Unapotangaza tabia mbaya, unapofanya mambo mabaya, unapoishi katika ubaya, maanake unatangaza tabia za shetani, unatangaza tabia zingine ambazo ni tofauti na za Mungu. Umeshakuwa nuru, lazima uanze kutangaza tabia za Mungu kwenye maisha yako. Kumbuka, tunda la nuru ni katika wema wote. Lazima utangaze mambo mema, mambo mazuri kwa watu. Ishi, usikute watu wanamsema mtu na wewe unamsema. Usiingie kwenye baraza za watu wachafu, maneno kufanya jitahidi kumuonyesha Baba. Yesu anasema kwamba yeyote atakayenikana duniani kwa wanadamu, na mimi nitamkana kwa Baba, maana nitamkana mbinguni. Kwa hiyo wewe useme kwamba umeokoka rafiki. Yesu anataka aone nuru, uanze kutembea kwenye nuru yake. Na nuru yenyewe maanake unaitoa kwake, mafundisho yake. Kaa kwenye neno lake, sababu ni nyakati za wewe kuwa moto na kukaa vizuri. Ni nyakati za kukaa kwenye mafundisho yake na sio kukaa kwenye ujanja ujanja. Yohana wa kwanza 1:5 anasema, na hii ndiyo habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Usiwe na giza ndani yako rafiki. Yohana wa kwanza 1:7 anasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukienenda nuruni. Haleluya. Yohana wa kwanza 2:9 anasema, yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Kwa hiyo wewe ambao unasema kwamba una Yesu, wewe ambao unasema unamchukia rafiki, unamchukia fulani alikutendea mabaya, jua bado uko gizani, maana hauna Yesu wewe. Kwa nini? Yesu ni nuru. Ukimpokea na unapokea nuru yake, na ukipokea nuru yake na utaanza kuangaza nuru yake. Maanake ni kama tunasema kwamba nini? Ni kama mwezi. Maanake mwezi hauna nuru yake asili. Maanake nuru ambayo mwezi naangaza inatoka kwa jua. Na sisi hatuna matendo yoyote, hatuna chochote ambacho tunaweza kusema kwamba yote ambayo tunataka tuyaishi lazima yatoke kwa Yesu mwenyewe. Lazima unaotakiwa kuishi wewe yatoke kwa Yesu. Haleluya. Lazima yatoke kwa Yesu. Na kama anatoka kwa Yesu, I say, lazima uishi kama Yesu anavyotaka. Usiishi kama mume wako anavyotaka, kama rafiki, kama ishi kama vile Yesu ambavyo anataka. Kwenye mazingira, kwenye eneo lolote, ishi kama Yesu, tembea kama Yesu. Mahali pa kukaa kimya, kaa kimya. Mahali pa kuongea, ongea. Lakini zaidi, tamani Roho Mtakatifu akuongoze. Mungu akubariki. Acha nitangaze baraka za Mungu kwa wewe ambaye utaishi kama nuru katika mwezi huu ambao Mungu ametupa. Wewe ambaye utatembea kama nuru, Mungu akuinue na kukumbuke. Ubarikiwe sana. Na huu mwezi ambao yeyote ambaye atakaa katika nuru ya Yesu ataenda kumwona Mungu kwa viwango vingine. Mungu ameahidi makubwa katika mwezi huu, lakini ni lazima wewe uishi katika nuru ya Yesu. Mungu akubariki sana.